kwa huduma ya visima vya kisasa. Karibu kwetu Castanet Water Technologies, Water Well Drilling. Tunachimba visima virefu. Tupo Tarime mjini, Zakafiri. Tupigie kwenye 0745 019 213 au 0769 547 409. Asante sana kwa ambao umesubscribe kupitia katika YouTube channel yetu. Taarifa ambayo imefikia mezani wakati huu ni kutoka ndani ya Chama cha Mapinduzi, ambapo wanasema ya kwamba halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi Taifa imefanya kikao chake maalum jana tarehe 10 Machi 2025 jijini Dodoma chini ya mwenyekiti wake na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan. Katika kikao hicho halmashauri kuu ya CCM Taifa imepokea na kujadili ajenda kuu mbili kama zifuatazo. Kwanza, mapendekezo ya marekebisho ya kanuni za uteuzi wa wagombea uongozi katika vyombo vya dola toleo la 2022, na pili, rasimu ya ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025-2030. Kuhusu mapendekezo ya marekebisho ya kanuni za uteuzi wa wagombea uongozi katika vyombo vya dola, halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi ya Taifa imeridhia mapendekezo ya marekebisho ya kanuni hizo. Maeneo yaliyofanywa marekebisho ni kama ifuatavyo. Kwanza, mchakato wa uchujaji na uteuzi wa wagombea wa nafasi za ubunge, uwakilishi wa majimbo na udiwani wa kata. Pili, mchakato wa uchujaji na uteuzi wa wagombea wa nafasi za ubunge, uwakilishi na udiwani wa viti maalum wanawake. Tatu, upanuzi wa wigo wa idadi ya wajumbe wa vikao vya chama jumuiya zake watakaopiga kura za maoni. Lengo la hatua hii ni kuimarisha misingi ya kidemokrasia, uwazi na kupanua uwakilishi wa wanachama wa CCM katika kuwapata wagombea wa nafasi za uongozi katika chaguzi za vyombo vya dola. Utaratibu utakuwa kama ifuatavyo. Kwa upande wa wabunge wa jumuiya ya wanawake Umoja wa Wanawake Tanzania ngazi ya mikoa, kwa upande wa Tanzania Bara, mkutano mkuu wa Umoja wa Wanawake wa mkoa ambao utakuwa na wajumbe wafuatao. Moja, wajumbe wote wa mkutano mkuu wa Umoja wa Wanawake wa mkoa kama ilivyoainishwa kwenye kanuni za Umoja wa Wanawake Tanzania. Pili, wajumbe wote wa kamati za utekelezaji wa Umoja wa Wanawake za wilaya. Tatu, wajumbe wote wa kamati za utekelezaji wa Umoja wa Wanawake za kata. Kwa upande wa Zanzibar, mkutano mkuu maalum wa Umoja wa Wanawake wa mkoa utakuwa na wajumbe wafuatao. Kwanza, wajumbe wote wa mkutano mkuu wa Umoja wa Wanawake wa mkoa. Pili, wajumbe wa kamati za utekelezaji za wilaya. Tatu, wajumbe wa kamati za utekelezaji wa jimbo. 4, wajumbe wa kamati za utekelezaji za kata. 5, wajumbe wa kamati za utekelezaji za matawi. Kwa upande wa jumuiya ya umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi na wazazi, kura za maoni kwa waombaji nafasi za ubunge, uwakilishi wa viti maalum wanawake kupitia jumuiya ya umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi zitapigwa na wajumbe wa mkutano mkuu maalum wa taifa kwa utaratibu ufuatao. Mikutano mikuu ya taifa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi na wazazi itakuwa na wajumbe wanawake tu. Wajumbe hao ni kama ifuatavyo. Wajumbe wote wanawake wa mkutano mkuu wa taifa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi au wazazi. Pili, wajumbe wote wanawake wa kamati za utekelezaji umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi au wazazi za mikoa. Tatu, wajumbe wote wanawake wa kamati za utekelezaji za wilaya umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi au wazazi. Ukomo wa viti maalum. Kuweka ukomo wa vipindi viwili vya miaka 5 kwa nafasi za ubunge, uwakilishi na udiwani na viti maalum wanawake. Ukomo huu utaanza kutumika katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2030. Vile vile halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi Taifa imepitisha kauli mbiu rasmi kwa ajili ya kampeni za uchaguzi mkuu wa 2025 isemayo kazi na utu, tunasonga mbele.